La habari linaanzia mkoani Geita ambapo kiasi cha shilingi milioni 9 zimeokolewa kutoka katika moja ya duka lililokuwa likiteketea kwa moto katika mji mdogo wa Buseresere wilayani Chato mkoani Geita. Huyu hapa Emmanuel Ibrahim kutoka mkoani Geita ameshuhudia tukio hilo na hapa anakuja na undani kamili. Tukio hilo limetokea usiku wa Juni 10 majira ya saa 3 usiku ambapo moto mkubwa ulizuka na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Geita Hamis Dawa, amesema moto huu umeathiri jumla ya maduka 17 wafanyabiashara katika eneo hilo. Jeshi la zimamoto tulipata taarifa saa 3:34 usiku. Lakini moto unaonekana umeanza mapema kwenye saa 2 kasoro. Kwa hiyo walioathirika ni vibanda 17, lakini vibanda ndani ya kibanda yake nyuma yake kulikuwa na store. Kwa hiyo zimeathirika mali za store pamoja na vibanda hivyo 17. Lakini tunashukuru hakuna majeruhi. Imeeleza kuwa juhudi za kuzima moto zilifanyika mara baada ya taarifa kupokelewa, ingawa ziliasiliwa na ucheleweshaji wa taarifa za awali. Ila taarifa ilichelewa kwetu kama jeshi la zimamoto na uokoaji. Tunawasihi sana watoe taarifa mapema. Kwa sababu kutoka mjini kuja hapa ni karibia kilomita 40. Kwa hiyo hapa hatuna kituo cha jeshi la zimamoto na uokoaji. Kamanda Dawa amesema chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa huku tathmini ya madhara ikiendelea kufanyika. Kwa taarifa za awali chanzo mpaka sasa hivi hatujakibaini. Kwa hiyo askari wako kazini wanaendelea kutafuta chanzo cha tukio ili tujue ni nini, lakini nimeanzia hapo kwenye maeneo ya kona na kuelekea kule kwenye maduka yale. Kwa hiyo chanzo manake tutaeleza baadaye. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara tujue ukubwa wa hasara ya mali ambayo wameipata kulingana na bidhaa zao, tukishirikiana na mtendaji wa hapa pamoja na athari ya hayo majengo. Moto huu umetajwa kuwa ni moja ya mikasa mikubwa kuwahi kutokea katika eneo hilo kwa mwaka huu na umeacha athari kubwa kwa wafanyabiashara waliopoteza mali zao. Kwa bahati mbaya maeneo mengi wafanyabiashara kwa washafunga. Sasa moto ulikuwa na waka kwa ndani kule, lakini baada ya kufuatilia kwamba kuna mmoja alikuwa anafanya uchomeleaji wa mageti. Sasa nafikiri hisia za watu kwamba inawezekana ule uchomeleaji uliosababisha shoti ambao ilipelekea ndani mle kaanza kuwaka moto na tayari duka lilikuwa lishafungwa pale. Mali yangu ina thamani ya milioni 30, lakini katika milioni 30 kuna milioni 15 ambayo nilikuwa nimekopeshwa na CRDB mwezi wa 12, ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni 1.4. Na CRDB pia wana hiyo taarifa. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim na hii ni Clouds TV. Kutoka Geita na sasa tuelekee Rukwa. Katika jitihada za kuboresha maisha ya watu wenye ulemavu kuona, mkuu wa wilaya Sumbawanga Nyakia Chirukile amekabidhi fimbo maalum kwa watu wasioona katika kijiji cha Mfinga wilaya Sumbawanga mkoani Rukwa. Kutoka Rukwa, Pomatius anasimulizi zaidi. Wakiwa wameishi kwa muda mrefu katika hali ya utegemezi na changamoto ya kutembea, hatimaye watu wasioona katika kijiji cha Mfinga wilaya Sumbawanga wamekabidhiwa fimbo maalum zitakazowasaidia katika maisha yao ya kila siku. Tumepata hizi fimbo ni fursa ambayo tunaweza tukapata fursa nyingine. Lakini fimbo hizi zinatuongoza barabarani, na hapa kwenye fimbo kuna alama ya usalama barabarani ambao mabodaboda hawa wao kazi yao wanajua ni kuendeshaga tu pikipiki. Kumbe wajifunze na wao kuangalia kwamba ukimkuta mlemavu mwenye fimbo yenye alama hii kwamba yule mtu umtambue kama ni mlemavu, unaweza kupunguza mwendo ukapita salama. Changamoto zenye tulikuwa tunazipata ni kwa ajili ya unapotembea, hususan unapotoka maeneo uliyokuwepo kwenda eneo lingine. Ile ilikuwa inatupa tabu sana kutumia fimbo za miti hizi. Tulikuwa hatupati usaidizi wowote. Kweli alivyozungumzia mwenyekiti wetu ni kweli, ni halali. Kuna wengine watembeneza magari haya. Wengine kwambia hatafikiria kwamba huyu mwenzangu yupo hali gani. Akiongoza zoezi hilo, mkuu wa wilaya Sumbawanga Nyakia Chirukile amesema serikali inatambua mchango wa watu wenye ulemavu na itaendelea kuboresha mazingira ya kuishi na kufanya kazi kwa makundi hayo. Na hii ndio kazi tuliyotumwa na Mheshimiwa Rais, kuyashirikisha makundi yote katika jamii. Na katika hawa jamaa nimewaambia sasa waombe mkopo wajiunge
wapewe mikopo na halmashauri ili wafanye biashara za kuwaingizia kipato. Hawa walemavu wanaruhusiwa mmoja mmoja kufanya biashara yake. Sio lazima awe kwenye kikundi. Muulize mtu yuko interested kufanya nini, afanye biashara yake anayotaka kuifanya. Fimbo hizi ni zaidi ya msaada wa kutembea, ni dira mpya ya matumaini, uhuru na ushiriki kikamilifu katika jamii. Nikiarifu kutoka halmashauri ya wilaya Sumbawanga mkoani Rukwa, naitwa Paul Matias wa Clouds TV. Na sasa tunaelekea Katavi. Vijana ndiyo nguzo ya taifa katika sekta yoyote ile ya maendeleo, ikiwa ni kuhakikisha utii bila shuruti unapewa kipaumbele pamoja na kutanguliza maadili ndani ya jamii, ambapo vijana 459 wamehitimu mafunzo maalum ya Scout ambayo imefanyika kwa siku 3 katika mkoa wa Katavi. Huyu hapa Bugoma anakuja na undani kamili. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Katavi, Jamila Yusufu, ambaye ni mkuu wa wilaya Mpanda, amewataka vijana kutofumbia macho vitendo vya ukatili na badala yake wanapaswa kutoa taarifa kwa kiongozi au mtu ambaye anaweza kuzuia vitendo hivyo. Haya mlioyafundishwa hapa msiyaache. Kwa hiyo msijiingize kabisa katika vitendo vibaya. Na pale unapoona umetendewa kitu sio kizuri, umefanyiwa kitendo cha ukatili, kama mlivyopewa mafunzo hapa na dawati, msikae kimya. Kamishna wa Skauti katika mkoa wa Katavi, Kraveri Choma, amesema mafunzo ya namna hiyo yanalenga kujenga uzalendo kwa vijana ambao ni taifa la kesho. Tulikuwa na takribani vijana 459. Kwa hiyo lengo hasa na madhumuni ilikuwa ni kuwapa vijana elimu mbalimbali, hasa uzalendo, ili waweze kuwa wazalendo na waweze kuwa Watanzania wa kuipenda nchi yao. Kwa mimi mafunzo yananisaidia kuwa mkakamavu, kujikinga katika magonjwa yanayokabiliana na changamoto mbalimbali. Na washauri wazazi pamoja na walezi, mwaruhusu watoto wenu waje katika mafunzo, kwani tunapata vitu vingi ambavyo vinatufaidisha katika maisha tulionayo na baadaye. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Bugoma wa Clouds TV. Na sasa tunaelekea Songwe. Wachimbaji wadogo wa madini wa kikundi cha Kampili Gold Family kilichopo katika kijiji cha Kampilipili kati ya Mbangala wilaya Momba mkoani Songwe wamefanya ibada maalum ya maombi ili serikali iwasikilize na kuwapatia leseni. Aida Matthew kutoka Songwe anakuja na undani kamili. Hii ni ibada maalum ya maombi ya kudai haki iliyofanywa na wachimbaji hawa wa Kampili Gold Family, wakiamini kuwa sauti zao zitasikika na kilio chao kitamfikia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni mara baada ya kupitia changamoto nyingi ikiwemo kwenda mahakamani, lakini suluhu haikupatikana, ambapo mpaka sasa wanaamini njia pekee iliyobaki ni kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumeandaa haya maombi kwa makusudi mazima ya kuliombea eneo hili, amani ya eneo hili. Tumuombe Mwenyezi Mungu pia ampe hekima mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, apate hekima za kutambua na kung'amua ubadhirifu, dhuluma na ukosefu, uvunjaji wa haki unaoendelea katika eneo hili, aweze kupata hekima za kutatua mgogoro huu ili haki hatimaye itendeke na sio tu isemekane inatendeka. Naamua kuandaa sala za imani zote mbili kwa ajili ya kumwombea Mama Samia. Tunaingia kwenye uchaguzi, tuna imani Mama Samia atapita na kutuombea sisi wana Kampilipili tuweze kupita hii changamoto ambayo tunaipitia sasa hivi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ni mfariji mkuu. Unatambua mioyo ya Watanzania. Tunakuomba mama, usikie kilio chetu, uingilie kati mgogoro wetu na utatue kwa haki mgogoro wetu. Viongozi wa dini walioshiriki maombi haya akiwemo mchungaji Jacob Kaaya na Shehe Isa Muraga wamesema wanaamini maombi haya yanakwenda kuleta majibu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mateso ndo kama haya ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mateso ndo kama haya, tunateseka, tunaonewa. Mungu atie baraka katika hii kazi ya watu tuko hapa, inshallah. Iwe ni sababu Mwenyezi Mungu tufungulia heri zake katika hili jambo. Aida Matthew, Clouds, Songwe.
Na sasa ni zamu ya Mtwara. Waajiri mkoani Mtwara wametakiwa kuwasilisha michango ya wafanyakazi kwa wakati katika mfuko wa hifadhi ya jamii PSSSF ili kusaidia kuwafikia wachangiaji wa mfuko huo kwa wakati. Taarifa kutoka mkoani Mtwara, hapa studio inasomwa naye Juma Mohamed. Hayo yameelezwa na meneja wa mfuko huo kanda ya Kusini Ruyaya Sai katika mafunzo siku moja kwa waandishi wa habari mkoani Mtwara yaliyotolewa na mfuko huo kwa lengo la kuwajengea uwezo kuhusu utendaji kazi wa mfuko. Ulipaji wa mafao ya ulipaji wa michango kwa waajiri sio mbaya sana, kwa sababu sehemu kubwa ya michango yetu tunatoa moja kwa moja kupitia hazina. Kwa hiyo mwajiri anapolipa serikali michango ile tunaipokea moja kwa moja kwa hazina. Lakini kuna baadhi ya waajiri ambao sasa wao wana own source ambao ni wachache, lakini wenyewe to some extent tunaweza kusema wana comply, sio mbaya. Nao baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wamesema wamenufaika na elimu hiyo kwa kuwa yapo mambo ambayo walikuwa yafahamu kuhusu PSSSF. Kwenye mafunzo yao kuna vingi nimejifunza ambayo kwa namna moja ama namna nyingine itanisaidia kwenye ufanyaji wangu wa kazi kama mwandishi. La kwanza ni namna ambavyo PSSSF walivyojiingiza kwenye mfumo wa kidigiti. Kama ambavyo tunafahamu sasa hivi dunia tunaelekea kwenye sehemu nyingine tofauti na ile ya zamani, kwa maana kila kitu sasa unamalizia mtandaoni. Kwa kitendo cha wao kuingia kwenye kidigitali, maana mwanachama ama mtu ambaye anahitaji kuwa mwanachama anaweza kufanya tu mchakato akiwa nyumbani ama akiwa hata chumbani akiwa amelala. Sishie hapa kwa lolote lile, sio kwa mafunzo haya, hata mnaweza mkatoa mafunzo mengine, kwa sababu na sisi pia tuna waandishi wetu wa wilayani. Kwa kama hivi leo mmeweza kuwapata wa mkoani, maana yake tuna wa wilayani pia walihitaji kujua nini kinachoendelea. Japokuwa sisi tuliokuwepo leo tutaonyesha ushirikiano kwa kutoa elimu kwa wananchi na waandishi wetu ambao tuko nao mkoani Mtwara. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na PSSSF kanda ya Kusini yamewakutanisha zaidi ya waandishi wa habari 30 kutoka vyombo mbalimbali mkoani Mtwara.